Je, ni kweli unahitaji bahati ili kuwa na matokeo mazuri katika maisha, au matokeo hutokana na maamuzi tunayofanya kila siku? Kila siku tunafanya maamuzi. Baadhi ni madogo, baadhi ni makubwa. Mara nyingi tunayaamua ndani ya sekunde chache, alafu tunaendelea na maisha yetu kana kwamba hayakuwa na uzito wowote. Lakini, je, umewahi kujiuliza ni maamuzi mangapi uliofanya miaka 5 iliyopita ambayo bado yanaathiri maisha yako leo? Hebu tufikirie watu wawili. Wamehitimu pamoja, wamepata kazi siku moja. Wanapata mshahara unaofanana, wanaishi katika mji mmoja, wana marafiki wanaofanana, na wote wana ndoto za kuwa na maisha bora. Miaka 10 inapita. Mmoja anamiliki biashara, ana uhuru wa kifedha, ana familia yenye utulivu. Mwingine bado anahangaika, ana madeni, ana majuto, anaamini maisha hayajamtendea haki. Swali ni, nini kilitokea? Je, mmoja alikuwa na bahati zaidi, au kuna kitu kingine kilikuwa kinaendelea kimya kimya kila siku? Hilo ndilo swali ambalo Leo Imara itakuwa ikilichunguza. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifundishwa kutafuta sababu rahisi za mafanikio au kushindwa. Tunasema ni bahati, tunasema ni mazingira, tunasema ni watu. Mara nyingine tunasema ni muda. Lakini mara nyingi jibu huwa halionekani kwa macho. Linafichwa ndani ya maamuzi madogo yanayofanywa kila siku. Uamuzi wa kutumia pesa au kuwekeza. Uamuzi wa kusoma au kuburudika. Uamuzi wa kubaki au kuondoka. Uamuzi wa kusema ndio au kusema hapana. Hakuna uamuzi unaobadilisha maisha mara moja, lakini maamuzi yanajenga tabia. Tabia zinajenga mwelekeo, na mwelekeo ndio unaojenga maisha. Ndio maana hapa hatutakwambia nini cha kufikiria, hatutakupa motisha wa dakika 5, na hatutakuhukumu kwa maamuzi uliowahi kufanya. Badala yake tutachunguza, tutachambua, tutatafuta sababu zilizojificha nyuma ya kila matokeo. Tutazungumza kuhusu fedha, mahusiano, biashara, saikolojia, historia, na kila eneo ambalo maamuzi ya binadamu huamua mwelekeo wa maisha. Kwa sababu nyuma ya kila mafanikio kuna maamuzi, na nyuma ya kila kushindwa pia kuna maamuzi. Huenda uamuzi unaokukabili leo ukaonekana mdogo, lakini huenda ndio uamuzi ambao utabadilisha miaka yako 10 ijayo. Karibu Leo Imara. Mimi ni mchambuzi. Kuanzia leo, hatutatazama tu matokeo. Tutachunguza maamuzi yaliyoyazalisha, kwa sababu kila uamuzi una matokeo. Swali ni, je, umechagua kwa busara? Tukutane kwenye uamuzi unaofuata.